Sasa jiulize, kadiri unavyoishi ndani yako kuna vita kiwango gani au kuna amani kiwango gani? Ile vita iliyoko ndani yako ni vurugu za maji yaliyoko ndani yako, uhai ulioko ndani yako. Amani iliyoko ndani yako ni kiwango cha uhai ulioko ndani yako. Sasa wewe ndio utakayechagua unahitaji uhai wako kuutumia kwenye level gani? Level ya vurugu ama level ya amani, level ya utulivu? Akagawa, akasema maji mengine yawe juu na maji mengine yawe chini. Kwa hiyo kumbe maji yamewekwa juu. Tuchambue kitu fulani hapo, kinaitwa mbingu. Kwenye ule mstari wa 4 Mungu akaita, mstari wa 4 Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akaitenga nuru na giza. Mstari wa 5 nasema Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa asubuhi, ikawa usiku, siku ya kwanza. Mungu akasema na liwe anga. Mstari wa 6 na liwe anga. Anga, anasema anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Tuchambue hapo anga. Anga, ukiangalia anga, watu wengine wanaliita mbingu. Sasa anga lina tafsiri zaidi ya moja. Anga ni uwezo wa juu sana. Mbingu ni uwezo wa juu sana. Akili ya mwanadamu ndilo anga lake. Ufahamu wa mwanadamu ndiyo mbingu yake. Kwa maana hiyo tunasema Mungu anakaa juu mbinguni. Sasa swali la kujiuliza, kama dunia ni mduara, maana yake kuna watu wako chini ya mduara huku wanatembea hivi. Sawa sawa? Kwa hiyo kama kuna wakati watu wanatembea namna hii, maana yake mbingu je, iko chini? Na wengine wanatembea hivi, je, mbingu iko huku upande huu? Na wengine wanatembea hivi, maana yake mbingu iko huku. Tafsiri yake ni kwamba mbingu ni juu sana ya uwezo na mwisho wa ufikiri wa binadamu. Sasa kuna hii mbingu inayoonekana katika uhalisia ambayo kwenye akili zetu zinaiona. Lakini kuna mbingu juu ya ufahamu alionao mwanadamu wa kawaida, ambapo tafsiri ya hii mbingu sasa lazima iamuliwe na uwezo wa ndani. Muono wa ndani ndio uwezo wa ndani. Kwa hiyo akili ya mtu inapozidi kufikiri, ikiendelea kuvuka, ikitoka ndani ya uwezo wa binadamu, tunasema ameingia kwenye ulimwengu wa roho, ambapo ulimwengu wa roho hauna mipaka. Lakini ulimwengu wa mwanadamu tayari una mipaka. Tukija kuendelea upande wa pili, nitakweza kukueleza namna ambavyo mbingu inavyo-operate, madhara na uwezo wa mbingu, faida na uwezo wa mbingu ndani ya uwezo wa mtu. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo kama ambavyo nimekwisha kueleza kwamba mbingu inagawanyika kwenye makundi mawili. Ni mbingu kama mbingu yenyewe, lakini pia mbingu
ni uwezo wa juu. Mbingu namba 3 inamtambulisha Mungu mwenyewe, makao ya Mungu. Maana yake siku ukiweza kufika kwenye makao ya Mungu, maana yake umefika mwisho wa ubinadamu. Na ndio maana hata wanasayansi wanajaribu kwenda mbinguni, wanaenda wanajikuta wamepotelea mazingira ambayo ni giza tupu, lakini wakirudi hapa wanaiona mbingu ile pale. Maana yake siku utakuja kukaa ukafika mwisho wa mawazo yako, utafunguka mlango wa pili ambao ni uwezo wa kiungu. Na ndio maana Mungu ni kiufupisho wa mbingu. Mungu ni ufupisho wa mbingu. Maana yake ni Mungu ni juu ya ufahamu, juu ya uwezo, juu ya mamlaka, uwezo usiokuwa na dauti kwamba upo. Kwa hiyo kusema kama hakuna Mungu, basi tubishie kwamba hakuna mbingu, na hata mtoto mdogo atakucheka kwamba mbingu ile pale. Unapozidi kuiangalia mbingu, maana yake unaangalia kumbe kuna uwezo ulioko juu, akili isiyokuwa na kipimo. Sasa kila binadamu ana mbingu yake. Kwenye Kumbukumbu la Torati 28:31 kule mbele anasema, na iapiza mbingu iliyoko juu ya kichwa chako. Maanake kila mtu ana mbingu iliyoko juu ya kichwa chake. Maanake na uapiza uwezo ulioko juu ya kichwa chako. Sasa unajua nini kinatokea wakati ambapo mbingu yako inavyochanganyikiwa? Maanake kuna maji yaliyoko juu. Tunarudi kwenye kile sasa, maji yakagawanywa. Maji mengine yakaenda juu, alafu mengine yakawa chini. Maana yake ili mtu aweze kucheza na wewe, mtu akuloge, anacheza na mbingu yako. Anaanza kukuletea vitu kwenye akili yako. Akili inabeba matatizo, inapeleka kwenye uwezo wako wa ndani ambapo ni moyo wako. Moyo wako unatengeneza sumu. Sumu inayotengenezwa kule inakuja kutengeneza mbanano, nguvu, ile pressure inaongezeka, mkandamizo unaongezeka. Ule mkandamizo ukiongezeka, uwezo wako wa ndani unashindwa kucontrol mtu, unashindwa kukufanya kubaki kama binadamu wa kawaida. Unajikuta unashindwa kufanya maamuzi ya kawaida. Tayari kinazaliwa kitu kinachoitwa depression. Pressure inazaliwa. Sasa pressure ikizaliwa, manake maji yaliyoko juu na maji yaliyoko chini yameasi amri. Kwa hiyo kunatokea nini? Mvurugano pale katikati. Ule mvurugano ukitokea, mtu anapata kitu kinachoitwa heart attack au pressure. Unakuwa na pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Ukiona mtu amepatwa na hili, watu madaktari wanasayansi wanasema hivi, umekuwa mafuta yamejaa kwenye mishipa, kwa hiyo moyo umeshindwa kupampu vizuri. Kwa hiyo nini kimetokea? Ukatokea mshtuko. Lakini kuna watu ambao ni wembamba, ukimwangalia hali yake wala haina mafuta, lakini ana pressure. Sasa tunajiuliza swali, je, hii sayansi ina apply vipi na uumbaji? Tafsiri yake ni kwamba mwanadamu alivyoumbwa na Mungu, kwanza ameumbwa na ardhi. Maanake kutoka kwenye nchi ndipo binadamu alikotolewa. Kwa hiyo kama ni madini yapo ndani ya mwili wa mtu, kama ni maji yapo kwenye ardhi na pia yako ndani ya mwili wa mtu, kama ni majani yapo ndani ya mtu. Maana yake kila chochote unachokiona kwenye ardhi mwanadamu anacho. Na kama anacho, principles za uumbaji zote
zipo ndani ya binadamu. Sasa kama principles zote za uumbaji zipo ndani ya mwanadamu, tafsiri yake ni kwamba chochote unachotaka kukifanya lazima kianzie kwenye principles za mtu aliyeanzisha huo uumbaji, ambapo kila kitu kilitoka ndani yake, hakikutoka katika nadharia. Alitoa ndani, alitamka vitu vikatokea. Mwanadamu nguvu yake ipo kwenye chanzo cha uumbaji, ambapo ni nguvu ya ndani ambayo ipo ndani yake. Kumbe mbingu sasa, zile mbingu sasa ni uwezo wa juu ambao umeambiwa maji yakae juu. Huko mbinguni kuna maji mengine, kwa kuwa yako kwenye ardhi yakatengwa, nasema na ya chini yakakaa chini. Tunapoendelea kusoma hapa mbele, tunaona Mungu akagawa, akasema maji mengine yaende huko, afa akachorea mstari, akasema nyie utakuwa bahari, alafu hapa pakavu hapa pataitwa nchi. Tutafika huko, na ndipo utakuja kugundua kumbe nchi haitakutolea chochote mpaka uwezo wako wa ndani uamrishe kitoke. Bahari haitakupa chochote mpaka uwezo wako wa ndani uamrishe kitoke. Mbingu haitakupa chochote mpaka uwezo wako wa ndani uamrishe kitokee. Sasa kama wewe mwenyewe hujijui kama kuna nguvu ndani yako, inawezekanaje vilivyoko nje yako vikakutii vikatoka? Unaweza ukaona kwamba kumbe kuna vitu vingi vya kwetu ambavyo nchi tayari inayo, lakini hamna uwezekano wa nchi kuchomoka. Kumbe vinahitajika nguvu iliyoko ndani yetu kuvitoa vile vitu ndani yake vije kwetu. Tukija kuendelea, nitakuonyesha namna ya kutumia nguvu yako ya ndani kuvitoa vitu vyako vilivyoko kwenye ardhi, vitu vyako vilivyoko kwenye bahari, vitu vyako vilivyoko kwenye mbingu, kwa sababu tayari wewe umepewa nafasi ya uungu kutawala na kumiliki. God bless you. See you at the top.